hajiyati. Sasa mahitaji yale tuliyotangulia kuyasema yalikuwa dharuriyati, mambo ya lazima. Kama hayajafanyika maisha yataingia upungufu. Tumefahamiana? Tena mkubwa kabisa. Sasa haya ni daraja la pili, alhajiyati, mahitaji. Wa yalati yahtaju nasu ilaiha, nayo ni yale ambayo watu wanahitajia lirafi alharaji, kuondoa vikwazo anum kwao fakat basi. Wanaweza kuishi lakini maisha yao yatakuwa hayana ustaarabu, hayana hadhi, hayana heshima inayostahili, hayana kiwango, tofauti na zile dharuriyati. Zile dharuriyati ikiwa hujazisimamia hakutakuwa na maisha. Ikiwa mwizi atatamba tu, watu watashindwa kuishi. Umeweka kitu chako, mtu anachukua tu. Unyang'anyi una nguvu. Ndio maana nchi ambazo zinakuwa zina migogoro wenyewe kwa wenyewe, serikali zimeondoka madarakani, watu wanapigana vita vya msituni, inakuwa mwenye nguvu mpishe, hazikaliki. Watu wanafanyaje? Wanakimbia. Kwa sababu mwenye nguvu anakuja, anakunyang'anya chochote. Unaweza kunyang'anywa chakula, unaweza kunyang'anywa mke, unaweza kunyang'anywa nguo, unaweza kunyang'anywa nyumba, ukafukuzwa chako mwenyewe. Sasa balaa, maisha hayana raha. Kwenye hajiyati anasema haitu, kwa namna ambayo idha faqadat au fuqidat, kama tulivyosema, waqa an-nasu fi dhiqi, watu wataingia katika dhiki wal haraj na vikwazo. Adhiq au dhaiqi, vile vile wataingia katika dhiki na vikwazo. Maisha yao yatakuwa magumu, yatakuwa ya shida sana, yatakuwa ya kishenzi, si ya kibinadamu wa kawaida. Duna an taktala hayatu, pasina kuingia upungufu wa hai. Kwa mfano, watu wakikosa nguo wanaweza kuishi. Wako watu maporini mpaka miaka ya 90, baadhi ya sehemu walikuwa wanaishi bila nguo, mpaka ufikie umri mkubwa sana hivi ndio unavaa nguo, na nguo moja mwaka mzima. Nilishawahi mimi kufika katika baadhi ya maeneo, unaona watoto wanakogo, mtoto ana miaka 10 hana nguo. Ana miaka 10 kafika bado hana nguo. Na mzee wake wala afikiri, anamwona bado hana vitisho. Sijui mnavijua vitisho? Hana vitisho. Kwa hivyo anamwacha tu miaka 10. Na unakuta watu maeneo mengine hawavai kabisa, wamejiachia, au ana nguo moja tu ya kufunika sehemu mbili tu ya mbele na ya nyuma, kuliko bakia kote kuko wazi. Lakini wanaishi, wanakula, wanakunywa, wanajisaidia porini, wanalala, wanaamka, wanafanya yao, wanawinda, wanakwenda maporini kutafuta vyakula, lakini maisha yao yanakuwa hayana hadhi ya kiutu. Hizi ndio hajiyati. Wakad sharaha la shar'u, na imewekea sheria anwa almuamalati, aina mbalimbali za matendeano, min bai'in wa shira'in wa ijarin, kama vile kuuza, kununua, kukodisha. Mwapelekee nguo wanunue, na nyinyi mtachukua vitu vingine kutoka kwao, mbadilishane ili maisha yapatikane. Kwa hivyo kukodisha, kuuza, kununua, na hata misaada na vitu vingine kwa ajili ya kutengeneza maisha. Wa anwa ar-rukhasi, na aina mbalimbali za rukhsa, min kasri sala, kupunguza sala, wa jamia, kuchanganya sala, lilmusafiri, kwa msafiri, kwa sababu kwa mahitaji ya safari anaweza kukumbana na misukosuko isimwezeshe kuzisali sala katika idadi ile ya rakaa na kwa nyakati zile zilizopangwa. Kwa hivyo mahitaji yanaweza kusukuma hivyo. Wa ibahati alfitri, na kuhalalisha kula mchana fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, lilhamili, kwa mwanamke mjamzito, walmurdhi, na mwenye kunyonyesha, walmaridhi, na kwa mgonjwa, kwa sababu hayo nayo ni mahitaji. Tumetoka kuyazungumza hivi kabla tujasali la asili, tulikuwa na mtu fulani tunajadili maswali kama haya. Kuna watu wana mashaka vidonda vya tumbo, yanaweza kwenda yakapungua, kuna wakati yanaweza yakaongezeka, kuna wakati yanaweza yakatoweka, kuna wakati yanaweza karudi. Sasa kwa mfano, mtu anafunga Ramadhani lakini ana vidonda vya tumbo, kuna wakati vinamsumbua, kuna wakati havimsumbui. Afunge kila siku, anuie kufunga. Ikifika wakati akaona vinamsumbua, atakula, atatoa fidia. Ikiwa havijamsumbua kavuta, itakuwa tayari ile ni amefunga. Tumevamiana. Yanatokea yote hayo katika maisha, na Uislamu umeondoa vikwazo katika binadamu. Wasukutu salati anil haidhi, na kuiondoa sala kwa mwenye hedhi, wa nufasai, na mwenye damu ya uzazi katika wanawake. Walmashu alkhuffaini, na swala kupangusa juu ya buti mbili kwa ajili ya kusali. Haya tunasema masala sasa hivi, wamekuja wenzetu hao masoksi, wao wanasema mpaka juu ya soksi mbili unaweza ukafanya.
Haya, watazwiju saghirati bilkufi min qibali waliha, na kumwozesha mwanamke mtoto mdogo kwa mwanamume aliyekuwa anaweza kuwa mumewe kwa upande wa wali wake ikihitajika. Ili mtoto akionekana kicheche, anautaka mchi mapema, mnamuona hata ndizi anaimaindi, akiona anairambia mate. Mbona kautaka mapema huyu? Mpeni, isiwe tabu. Kamtafutieni mchi saizi yake, mumkabidhi. So wako watu wengine vicheche, na hata wanaume vile vile wengine nao moto mapema mno, anakata shingo kila anayepita. Kwa hivyo mmemwona kayataka mapema. Kuna wengine wanakwenda aste aste mpaka wanafikia eji yao. Kwa hivyo kuna maslahi katika kuokoa lile tatizo mnafanya. Tumeelewana? Hata mwenda wazimu anaweza kuingizwa kwenye ndoa ikionekana kuwa wazimu wake umeelekea South Africa zaidi. Wako watu vichaa vyao vinakwenda Afrika Kusini tu, yani kusini mwa mwili tu. Kuna wengine vichaa vyao vinapanda juu, wengine vinashuka chini. Sasa ushaona kichaa chake kiko huko. Alikuwa kwa kichaa mmoja wanamjua watu mjini, sio ameshafariki. Hakuwa ana matatizo kweli. Anakwenda zake Forodhani pale beach. Watu wamejezana, anakaa kwenye ukingo, alafu anajichua pale, anatoa mtu mzima, anaanza kumkabaro, wewe, wacha uhuni wewe, watu chizi, paka anamtapisha matapishi meupe. Sasa wako machizi wengine maslahi yao kuwatafutia ndoa, pengine wanapona au wanatulia. Kwa hivyo mtaruhusu kimaslahi mwenda wazimu kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa, ikiwa inawezekana akatulia kupitia ndoa ile. Tumefahamiana? Hata mwanamke wakati mwingine dawa yake ndio hiyo rungu. Huyu hapa ndo kairekodi sasa hivi kasema rungu dawa ya mbu. Maslahi. Tunazungumzia nini? Maslahi. Yote hayo yanawezekana. Wa hadhihi kulluha awsaqu munasiba, na yote haya ni maelezo yanolingana lilahkami almuqarrarati, kwa ajili ya hukumu zilizothibitishwa la kwa ajili yake. Kila hukumu inakuja kwa mujibu wa maslahi ya kile kitu chenye. Sangapi sasa? 10 kamili. Wacha tuchukue angalau hichi kipengele cha 3. Atahsiniyat, jambo la mapambo au marembo. Ile ya mwanzo ilikuwa dharuriyati, mambo ya lazima. Hii hajiyati, mambo ya mahitaji. Sasa tahsiniyati, mambo ya marembo au mapambo, kutengeneza kitu kikawa kizuri. Ngoja nikupe mfano ili ufahamu fikra hii kirahisi sana. Sisi watu wa pwani ni mabingwa kupika wali. Ule wali ukishakuiva unapambiwa, lakini unaweza kuliwa bila kupambiwa. Si ushawiva? Na Machina hawapambii wali. China unapika wali, ukishawiva basi unamwagwa kwenye sana, unatiliwa kwenye bakuli, na aghlabu wao hawali kwa mkono, wanakula kwa kijiko au vile vijiti. Kwa sababu wali wao ni mpukute, umejiachia maji. Sisi kwa sababu tunaupambia unakuwa mkavu, ndo lazima ukaze vidole. Kilegeza vidole huwezi kula wali. Kitaka kukaza vidole kula wali, na hasa wa moto, lazima ukaze vidole uingize upeleke mzigo. Kwa sababu sisi tunaupambia. Sasa katika kupambia ni tahsini tu. Wali ushawiva, baada ya kuiva unaweza kuliwa, lakini unapambiwa kwa kufanywa vizuri zaidi. Na wengine tena katika kupambia wanapiga na mistari kama vile nywele zinavyotengenezwa, unaona inakatwa pale mapande sijui manne. Na wengine wanaupambia kwa moto mkali, ule ukoko unakuja kwa rangi ya chocolate mweusi. Wengine moto wake si mkali, wanaipua mapema unakuwa mwekundu tu, au wengine wana haraka unakuwa mweupe tu umetanda juu, yanaitwa matandu. Wengine nasema ukoko ni ule wa chini, matandu ni yale ya juu. Sasa zile ni tahsini, ni kurembo. Au mfano wa pili, ugali sisi wa Zanzibar tunaupakua tukamwiko ukauweka kwenye sahani, lakini wenyewe hasa watu wa ugali, hasa watu wa bara, wanautia tena kwenye sufuria au nini, alafu wanaubanda unauzungusha hivi, unageuka round kama mpira, alafu ndio unamwagwa. Sasa ile ni tahsini, kuremba ukae vizuri, mtu akiuona avutiwe. Tumefahamu maana tahsini. Sasa tunakuja kutazama nini tahsiniyati katika sheria. Wa yal masalih, ni maslaha alati yuqsadu biha
yanayokusudiwa kwa ajili yake al-akhdhu bi mahasinil adati, kuchukua desturi nzuri nzuri, desturi ada nzuri nzuri, wa makarimil akhlaqi, na tabia njema. Tumefahamiana? Sio kwamba mtu akiwa na vumba la samaki haruhusiwi kuswali, kwa sababu vumba la samaki si najisi. Lakini katoka sokoni kwa kupara masamaki, katoka pwani kwa masamaki, anaingia msikitini hasa Ijumaa, haja koga, haja badilisha nguo, ataleta karaha kwa nani? Kwa watu wengine na yale mavumba. Kwa hivyo tahsini ni kwamba akoge, abadilishe nguo, awe safi. Tumefahamiana? Zile tahsiniati si za msingi, lakini zinatengeneza jambo kuwa zuri na la kuvutia. Wa mithlu taharati lisalawati, na mfano wa kujisafisha kwa ajili ya sala, wa tazayuni, na kujipamba, bilibasi wa tibi, kwa mavazi na manukato. Ingawa hizi kwenye lisalawati at-taharati pigia mstari, nyingine zinakuwa ni za dharuriyati, za lazima, baadhi, si zote. Wa tahrimi khaba'ith al-maqamati, na kuharamisha vibaya vibaya katika vyakula. Jongoo hivi, binadamu anaweza kuwa na njaa, kwa shekhe vipi jongoo halali kula? Sio kumwambia haramu, atakwambia hati dalili, nipe aya au hadithi iliyosema haramu kula jongoo. Tuambia hakuna. Lakini katika tahsiniati kula jongoo unaonaje? Sio yale majongoo ya pwani. Majongoo ya pwani wa China wanakula. Haya majongoo yetu sisi yenye miguu 40 kwa maneno ya Waswahili. Bata anapiga lile. Je, kumwona bata akipiga lile? Bata ana mgongo ile anamkata. Alafu anamtia kwenye koole, alafu anafyonza koko, alafu anatema bangili tu, sijui zile pete anatema. Bata matatizo, anapiga anapeleka tu. Sasa katika tahsiniati kula manyungu nyungu haya, daa lile, vitu kama hivi kula, au sisimizi, koyo maji moto, si vitu vizuri. Labda iwe ni matibabu, hakuna budi ule kwa ajili ya kupona. Lakini tahsiniati katika mambo ya kuacha kula vitu vichafu chafu. Wal amri bil rifqi, na kuamrisha upole, wal ihsani, na kutenda wema duniani. Watu wawe wapole na watende mema, wasitende mabaya. Wasiyanatil mar'ati min bawazirati aqdi zawaja, na kumzuia mwanamke asiingie kwenye kufunga ndoa yake mwenyewe. Watazwiji alwali, na kuozeshwa na wali. Wazungu siku hizi hawaitaki, kwa sababu wao wana athari zao. So wanakuwa anakuja mwanamke huku, mwanamume huku, mbele za watu. Yule sema I marry you, yule sema I marry you. I've taken you as my wife. I've taken you as my husband forever, forever. Amen. Kwa hivyo ile harusi yao, mwanamke anatoka pande huu, mwanamume pande huu, wanakuja wanapeana mikono, wao ndo wanaoana pale, nyeka zenu kushuhudia. Sasa sisi kwetu harusi inafanywa na wanaume watupu, anayeoa mwanamume na anayeolewa pale msikitini naye mwanamume si wali, nimekubali kukuozesha. Alafu mwanamke anasubiri mtaimbo nyumbani. Ndio tunapokwenda sisi. Haingii moja kwa moja yule mwanamke kwenye lile jambo. Ingawa sasa hivi limeanza kuwa na mjadala jambo hili. Na wako baadhi ya Waislamu wanataka pale msikitini mwanamke mwenyewe awepo. Yapo. Na baadhi wanasema, ndio maana hata mahanafi siku nyingi walisema bora harusi zifanyike kwenye holi, zisifanyike kwenye msikiti. Ndio maana misikiti yao wanaitengeneza hapo, wanataka holi pembeni, ambako huko sasa wanaume na wanawake mtaruhusiwa kuwepo wakati wa harusi, na hata bi harusi anaweza kuwepo hapo, akawa naye anashuhudia, kafunikwa, kastiriwa. Lakini sisi tumechukua zaidi ule mwendo wa kuwaleta ndani ya msikiti. Sasa ukimweka ndani ya msikiti tena kuleta kule wanawake vigeregere kina mama msikitini, itakuwa balaa. Sasa tumeelewana vizuri hapo. Lakini hayo yote ni katika sehemu za tahsiniati, namna ya kuyatengeneza mambo ya kisheria yakakaa vizuri. Tumeelewana? Hatari.